Hao ndio tutakuwa tunayazungumzia baada ya muda usiokuwa mrefu, na nikikufahamisha kwamba pia mwenzetu Melita Ole Tenges tutakuwa tuko naye ange katika eneo la Emuru wa Dikir, ambao viongozi wamejitokeza, wale ambao wanatafuta ubunge wa eneo lile, na pia wananchi wamejitokeza kupiga kura ili kuweza kujua ni nani anachukua nafasi ya Joanna Ng'eno ambaye aliaga dunia na akatangulia mbele za haki. Pia tutakuwa tunafuatilia zaidi na baadhi ya chaguzi nyingine za ward. Kwa mtazamaji, hayo na mengine mengi tunayafuatilia kwa karibu katika siku ya leo, na pia jicho letu halijaondoka katika mahakama tukifuatilia kinachoendelea kwa mawakili wale upande waliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na wale upande mwingine ambao wanawakilisha mabunge mawili katika leso lazima la aliyekuwa naibu wa rais kutaka apate kilicho chake, apate haki yake, kwa kusema kwamba aliondolewa bila sheria kufuata mkondo wake. Jana alikuwa ni zamu ya daktari ambaye alikuwa anamhudumia siku ile ambapo alishindwa kuendelea na vikao, alieleza aliyoyaeleza. Hata leo itakuwa tunaendelea zaidi tusikie kile ambacho kitakuwa kinajadiliwa kwa kina katika mahakama. Kwa hiyo tuko mahakamani, tupo hapa studioni kuzuza masuala ya mswada, na tuko pia vile vile Emuru wa Dikir ambako ndugu yangu Melita Ole Tenges amekuwa amekita kambi ili kutueleza kile ambacho kimekuwa kifanyika. Jana alitupa kwa kweli maelezo kwa ufasaha kuhusiana na kile ambacho kinatarajiwa asubuhi ya leo. Ukiangalia hisia zilizokuwepo, Melita Ole Tenges, miemko iliyokuwepo na idadi ya waliojitokeza asubuhi ya leo, je, vinaoana? Naam, Rashid, kulingana na matamshi ambayo umeweza kusema ni kwamba kufikia sasa tumeona kwamba taswira ambayo tulikuwa tunatarajia hapo jana ni taswira ambayo imejitokeza hii leo, lakini japo kumekuwa na mushkil katika baadhi ya maeneo. Kufikia sasa tunasikia kwamba kumekuwa na hali ya mshike katika eneo la Murkan, ambapo inadaiwa kwamba maejenti wa chama cha DCP walivurugwa na watu wasiojulikana, na kwa sasa kuna majeruhi ambao wamekimbizwa kupata matibabu. Kwa hivyo kumekuwa na hali ya taharuki katika eneo hilo, na kufikia sasa inaonekana kwamba hali ya usalama sio nzuri sana katika eneo hilo la Murkan. Ila tunazidi kuzungumza na wasimamizi wa uchaguzi ili watueleze ni hatua zipi ambazo wamechukua kufikia sasa kunradhi, na ni vipi ambavyo usalama utaimarishwa katika eneo hilo. Lakini licha ya hayo, Rashid, kumbuka kwamba ni shughuli ya uchaguzi ambayo ilianza mapema sana asubuhi. Mwendo wa saa 11:30 wapiga kura walikuwa tayari wamejitokeza katika vituo mbalimbali katika eneo bunge hili la Emuru wa Dikir, eneo bunge ambalo lina vituo 94 za kupigia kura, na wapiga kura waliosajiliwa katika eneo bunge hili ni wapiga kura 44,353 ambao wamesajiliwa na IEBC rasmi na wanatarajiwa kujitokeza katika wadi 4 za Kapsasian, Mogondo, Ilkerin na Olmasani, ambapo wanatarajiwa kujitokeza kupiga kura. Kumbuka kwamba, Rashid, ni shughuli ambayo inafanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa eneo hili Joanna Ng'eno ambaye alifariki kupitia ajali ya ndege mnamo Februari mwaka huu. Na kufikia sasa kuna wagombea 5 ambao wameidhinishwa na IEBC ambao watakuwa wanashiriki katika kinyang'anyiro hiki, na tayari mmoja wao amekwisha kupiga kura, na David Keter ndiye ambaye amepiga kura, ni wa chama cha UDA. Vincent Rotich wa DCP anatarajiwa kupiga kura katika eneo hili ambapo tuko ni kituo cha kupigia kura cha Soget katika wadi ya Mogondo. Naye Desma Cherono wa chama cha PNU vilevile ndiye mwanamke pekee katika kinyang'anyiro hiki. Pia tunaye Gideon Koech wa chama cha NVPK na Kenneth Kiprono wa chama cha RLP. Kwa hivyo hao ndio ambao wanakimezea mate kiti hiki na watakuwa wanajitokeza kupiga kura. Kama nilivyosema, tayari tumearifiwa kwamba David Keter amekwisha kupiga kura. Kwa hivyo ni taarifa tu ambazo tunazidi kupokea, lakini shughuli ya kupiga kura, Rashid, kufikia sasa katika eneo hili hakuja kuwa na wasiwasi wowote, hakuja kuwa na tatizo lolote. Wapiga kura wamejitokeza katika vituo tofauti. Tumeweza kutembea katika vituo zaidi ya 5 kufikia sasa. Hiki ni kituo cha 6 ambacho tunatembelea, na tumepata tu kuona kwamba watu wa Emuru wa Dikir
wana taratibu fulani. Wengi wao wanaonekana kuamka mapema asubuhi sana, kujitokeza katika vituo vya kupigia kura na kuondoka. Kwa hivyo ndo manake unaona shughuli hapa inaonekana kana kwamba imekuwa tulivu kidogo, lakini kuna wale wapiga kura ambao wanafika mmoja baada ya mwingine. Pia tumeshuhudia wakongwe wakiletwa hapa kwa magari tofauti na kuelekezwa na wale wasimamizi wa IEBC. Msimamizi au mratibu wa chama au wa tume ya uchaguzi IEBC katika eneo bunge hili anafahamika kama Caleb Gikonde, ambaye hapo jana alizungumza nasi na kutueleza kwamba shughuli ya matayarisho ilikuwa imekamilika, shughuli ambayo tulishuhudia vile vile wale mawakala wakifika katika kituo cha kuhesabia kura na kupokea stakabadhi vile vile na masanduku ya kupigia kura ambayo yanatumika katika shughuli ya leo. Na kwa hivyo siku ambayo ndio leo tumepata kuwashuhudia vile vile wale mawakala waelekeza wapiga kura na kuwasaidia kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata kupiga kura. Tumezungumza na wachache kuhusu matarajio yao. Kumbuka kwamba wakati ambapo wanaelekea kupiga kura, basi wanaelekea kupiga kura kulingana na yale maahadi ambayo yalitolewa na hawa ambao wanamezea mate kiti hiki, na wanasema kwamba wanatarajia kwamba yule ambaye atachaguliwa basi atakuwa na suluhu kuhusu matatizo ambayo yanawakumbwa, barabara mbaya, hali ya afya, kufika katika vituo vya afya na kupata matibabu. Vile vile wanazungumzia ukosefu wa maji, vile vile wanazungumzia masuala ya elimu ambayo wanasema ni masuala ambayo bado wanatarajia kwamba yatakuwa yanaafikiwa na yule ambaye atachaguliwa katika eneo hili kuwa mbunge. Kwa hivyo ni kinyang'anyiro ambacho Rashid kinaonekana kufikia sasa kuwa cha farasi wawili. Anazungumzia David Keter wa chama cha UDA na Vincent Rotich wa chama cha DCP ambao wameshabikiwa sana na wapiga kura kutoka eneo hili, ila tutakuwa tuna tathmini na kudadisi kwa ukaribu zaidi kuona ni nani ambaye atakuwa anaibuka mshindi mwisho wa siku. Kwa hivyo kama nilivyosema, hali ya taharuki imeshuhudiwa katika eneo la Murkan ambapo kumekuwa na mvutano, mashambulizi dhidi ya maejenti wa chama cha DCP ambao kufikia sasa tumearifiwa kwamba mmoja amejeruhiwa na amekimbizwa katika hospitali iliyoko karibu. Na hapo jana Rashid, vile vile mwendo wa saa 5:30 ikielekea saa 6 hivi usiku tulipata kusikia milio ya risasi katika mji mdogo wa Emuru wa Dikir, ambapo kulikuwa vile vile na hali ya taharuki. Inadaiwa kwamba kuna vijana ambao walikuwa wanatembea katika mji huo usiku ambao walivamia mmoja ya watu ambao walikuwa katika pitapita zake, na baada ya kujeruhiwa basi lazimika maafisa wa polisi kufiatua risasi ili kuwatawanya, na ilikuwa mwendo wa saa 5 ikielekea mwendo wa saa 6 usiku. Kwa hivyo ndivyo hali imekuwa hapa katika eneo bunge la Emuru wa Dikir, ila tunatarajia kwamba uchaguzi huu mdogo utakuwa unaendeshwa kwa taratibu zifaazo na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Rashid. Na labda pengine Melita Ole Tenges, kuna hoja ya maana umeweza kuizungumza ukiangalia katika labda pengine taratibu ama picha ilijitokeza katika chaguzi ndogo zilizopita, ni kwamba wakongwe walikuwa wanajitokeza kupiga kura sana ikilinganishwa na marika yetu na kwenda chini yake. Na wakati tunazungumza nimeona tu kwa picha nyuma yako, nimeona walikuwa wakiingia wakitoka. Taswira ile inajitokeza tena asubuhi leo kwamba wakongwe wengi, babu zetu, mama zetu wamejitokeza kwa wingi kuja kupiga kura. Je, katika vituo hivyo ambavyo umeenda kutembea asubuhi ya leo, taswira ni hiyo hiyo ama ni hapa ulipo peke yake ambapo tumeona kwamba idadi ya wale ambao tumewaona kwa ushuhudia kwa macho yetu ni wakongwe wamejitokeza asubuhi na mapema kutekeleza haki yao ya kimsingi ya kikatiba? Na Rashid, bila shaka katika baadhi ya vituo tumepata kuwashuhudia vijana ambao wamejitokeza kwa wingi kutekeleza wajibu huu wao wa muhimu, lakini kama unavyosema kwamba vile vile kuna idadi kubwa ya wakongwe ambao wanaonekana kurauka haswa, manake vijana wanaonekana kuwa wamo lakini wanakuja kwa vikundi lakini hawakurauka ikilinganishwa na wale wakongwe, manake wao wanarauka asubuhi na mapema. Nafikiri ni kwa sababu ya desturi ambayo
wamezoea na ule uzoefu wa kupiga kura miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo ni jambo ambalo wanachukulia kwa uzito sana, na wanafika asubuhi kupiga kura. Na pia Rashid, tulishuhudia kwamba walikuwa wanasaidiwa baadhi yao, manake kumbuka kwamba sio kila mmoja hapa anaweza kuandika au kusoma. Kwa hivyo vile vile sheria za IEBC zinawaruhusu wasimamizi wa IEBC au wale mawakala kuwasaidia wale ambao hawawezi kusoma. Kwa hivyo wale wakongwe vile vile wanasaidiwa na wanahakikisha kwamba pia wamepiga kura. Kwa hivyo kujibu swali lako, basi ni eneo ambalo tumeshuhudia kwamba kuna wale wachanga vijana, kuna watu wa umri wa makamu na vile vile wakongwe ambao wanajitokeza kupiga kura kwa wingi. Kwa hivyo kama unavyoona sasa, wengine wanakuja tu moja baada ya mwingine, ikilinganishwa na asubuhi ambapo tulipata kushuhudia foleni, watu wakiwa wengi wakiwa wamejitokeza kupiga kura. Muhimu pia kutaja, Rashid, kwamba katika uchaguzi huu mdogo wa eneo bunge hili la Emuru wa Dikir, wakati ambapo wapiga kura wanaingia mle ndani katika kituo cha kupiga kura, wanapatiwa karatasi moja tu ya kupigia kura, ikilinganishwa na chaguzi zingine ambazo huwa wapiga kura wanapewa makaratasi zaidi, makaratasi 5 nafikiri, kumchagua rais, gavana, seneta, mbunge na vile vile mwakilishi wadi. Lakini katika uchaguzi huu karatasi ni moja tu, na vile vile sanduku ya kupigia kura ni sanduku moja, kwa sababu ni uchaguzi wa mbunge pekee. Kwa hivyo ni shughuli ambayo ina taratibu yake, shughuli ambayo maafisa wa IEBC wanamakinika zaidi kuhakikisha kwamba itakuwa shughuli ambayo ni uchaguzi wa kweli na haki bila wasiwasi wowote, na vile vile kuhakikisha kwamba kila mtu aliyesajiliwa anapofika na kitambulisho chake anapata kupatikana katika ile sajili ya IEBC ili apate kumchagua kiongozi anayemenzi, kiongozi ambaye anaamini kunradhi, azma yake kama mkaazi wa eneo bunge hili la Emuru wa Dikir. Na vile vile wengi wanasema kwamba wanataka kiongozi ambaye watamuiga mwenda zake aliyekuwa mbunge wa eneo hili Johana Ngeno. Wanasema kwamba kiongozi ambaye atatumikia bila kubagua yoyote, kiongozi ambaye atakuwa anawafikia katika maeneo tofauti mashinani, popote pale walipo, kuhakikisha kwamba anawasikiliza na kutatua matatizo yao kadri siku zinavyokwenda. Kwa hivyo ni shughuli ambayo wapiga kura wanaonekana kumakinika zaidi kwa yule kiongozi ambaye watakuwa wanampigia kura siku ya leo, Rashid. Shukran sana Ole Tenges, kwa kweli kwa kila mtu ambaye alikuwa anasubiri kupata kujua kinachoendelea katika eneo bunge la Emuru wa Dikir. Umemtendea haki muda wake wa kutizama runinga Citizen kwa sasa. Asante sana. Hakuna ulichosaza, pengine ukipata chengine baadaye nitawasiliana nawe ili uweze kutueleza zaidi kinachoendelea, lakini kwa kweli ametueleza kwa mapana na marefu, ametueleza kile ambacho kimeendelea, hofu ile kuwepo ya utovu wa usalama, foleni zo kuwepo asubuhi na hivi sasa wala wamejitokeza mmoja baada ya mwingine, akituambia kwamba idadi ya wakongwe inajitokeza na hata wale ambao ni wazee zaidi hawajui kusoma ama kuandika, akituambia kwamba IEBC imekuwa ikitekeleza majukumu yake kupitia maafisa waliopo kuhakikisha kwamba wanasaidiwa kutekeleza haki yao ya kimsingi. Kumbuka huu ni mtihani pia vile vile kwa tume ya mipaka na uchaguzi, kwamba kadri ambofanya chaguzi hizi ndogo ndio ambao wananchi watakuwa wanachukua matumaini kwa uchaguzi mkuu unaokuja. Kufikia sasa hali inaendelea shwari. Yule ambaye alipata kupata jeraha amepelekwa hospitalini. Ole Tenges bado tuko naye, ataka anatueleza baadaye, lakini kwa sasa ni kwamba wenyeji wa mji wa Mandera nao